Katika shughuli za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kazi nyingine pia tunayoifanya ni kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Sasa ukaguzi huu unapokuwa unafanyika, kunakuwa pia na tozo za ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Lakini ukaguzi huu pia unakuwa na malengo mbalimbali, kwamba kwa nini tunafanya ukaguzi na kwa nini ufanyike huku na huko. Lengo la kufanya ukaguzi unakuwa ni kutaka kujiridhisha kwamba, je, kwa mfano wewe labda una duka, tunakuja kukagua sisi kama wazimamoto, si ndio? Kwa hiyo tunakuja kujiridhisha, je, duka lako unaliendesha ndio, lakini je, una vifaa vya kinga na tahadhari dhidi ya majanga mbalimbali yanayotokea, ikiwemo majanga ya moto. Unajua wengi tunakuwa tuna base tu kwenye majanga ya moto, lakini majanga yanayotokea ni mengi. Kama hivyo tunaona kwa mfano mvua hapa juzi ilipokuwa inanyesha, nyumba zinabomoka. Sasa usitegemee tu kwamba ni moto, hayo nayo pia ni majanga. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya ukaguzi tunataka kutambua hayo, lakini tunataka kutambua tena miundombinu ya yale maeneo pengine tutakaokuwa tunafanyia kazi. Ndio maana ya kufanya ukaguzi. In case tumekuja kwenye jengo lako kama hapa tukafanya ukaguzi, maana yake pia itatusaidia kulitambua jengo lako kwamba jengo hili lina miundombinu hii na hii. Kwa hiyo ikitokea shida kwenye hilo jengo, tunapokuja tusiwe wageni katika hilo jengo. Maanake tunakuwa tunajua milango ya kuingilia na milango ya kutokea, kwa sababu tayari tulishafanya ukaguzi. Unajua inashangaza, kwa mfano mtu kapitisha ramani kwenu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, lakini amepata changamoto, uweza labda moto umetokea kwake, nahitaji kwenda kumsaidia, alafu ninyi wenyewe mnaenda mnatafuta. Yeye kawaambia labda bana niko ghorofa namba 2, lakini ninyi wenyewe mnafika kwenye scene ile amuelewi ghorofa namba 2 iko wapi au njia ya kupita iko wapi, umeona? Kwa hiyo lengo la kufanya ukaguzi ni kutaka kuyatambua yote. Yes, ndio maana tunafanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Lakini baada ya kufanyia ukaguzi sasa, ndio kwa mujibu wa sheria unatakiwa ulipie. Kama ni ofisi yako, basi utasomewa taratibu, kanuni, sheria kwamba ni kwa nini unalipia ile tozo na gharama yake ni shilingi ngapi, kwa nini ni shilingi ngapi. Sasa hapo kuna mtaalamu ambaye anahusika na masuala ya ukaguzi, yeye ni tunamuita masho wa mkoa. Kwa nafikiri mimi nimekuja kuitambulisha mada, lakini nafikiri tutakuja naye kwenye kipindi kijacho ili aweze kutufafanulia zaidi. Lakini hapo kwenye hicho ambacho umekizungumza, Yes. Natamani kujua, umesema kwamba ni ukaguzi wa majengo juu ya tahadhari na kinga dhidi ya moto. Sasa majengo yanatofautiana ukubwa pia. Vipi kwenye swala zima la hii hayo malipo pia yanaendana na ukubwa wa jengo au inakuwa? Nafikiri ndio maana nimesema mimi nimekuja kutambulisha kipindi, lakini tutakapokuwa na mtaalamu atatudadabulia zaidi, lakini kwa dondoo tu ni kwamba huwa inatofautiana kulingana na mahitaji ya jengo, lakini pia na ukubwa. Yes, huwa inatofautiana. Kwa mfano nitolee mfano mdogo tu. Kwa mfano labda tumekagua loji yako, si ndio? Sasa tukija kukagua loji, pengine labda loji yako ina vyumba 15 mfano. Sasa yawezekana vyumba 15 pengine unatakiwa ulipe labda 200,000 kwa mwezi, kwa mwaka, si ndio? Lakini mwingine ana loji inafanana na ya kwako, lakini yeye ana vyumba 10. Sasa unakuta huyu anatakiwa alipie pengine 100,000. Sasa atakapokuwepo masho, maana yake atakufafanulia ni kwamba kwa nini huyu analipa 100,000 na kwa nini huyu analipa 200,000. Kwa hiyo sheria inaelekeza kwamba pengine kuanzia chumba kimoja mpaka 5 100,000 mfano kwa mkoa pengine, si ndio? Manispaa kuanzia chumba 5 mpaka labda 10 labda 200,000, si ndio? Kuanzia 10 mpaka labda 20 300,000. Umeona utofauti? Lakini sasa unakuja kuichukua tena, ukichukua loji hiyo hiyo yenye vyumba hivyo hivyo ukaibeba ukaihamishia pengine Mlele kule, unakuta labda chumba kimoja mpaka 5, si huku tumelipa labda 100,000, kule unakuta labda 50,000. Umeona? Kwa hiyo inaenda inafanyaje? Inateremka kulingana na mazingira ambayo ipo. Yes. Sawa, kupitia 0621780663. Wakati huu bado elimu inaendelea kutolewa, lakini leo tumesikia kuhusiana na swala zima la ukaguzi wa majengo, na kwa namna ambavyo umeeleza tu pale awali, umeelezea juu ya umuhimu pia wa kufanya hivyo. Yes. Kwanza ninyi wenyewe mtakuwa mmebaini sehemu za kupita kutokana na changamoto na vitu vingine kama hivyo. Lakini sasa kwa huyu ambaye anatusikiliza kwa sasa, pengine ni madhara gani ambayo
anaweza kukutana nayo endapo ikitokea atashindwa kufanya hiki ambacho unakisema? Madhara yanayotokana na kuto kukaguliwa ni kwamba wewe unaweza utakuwa unajihisi kwamba uko sahihi kwa kile unachokifanya. Pengine hujashauriwa kwamba unatakiwa uweke vizimia moto, pengine jengo lako halina milango ya dharura, haujashauriwa. Kwa hiyo kuleta ramani ni kitu kingine na kufanyiwa ukaguzi ni kitu kingine. Kwa sababu yawezekana wewe umeniletea ramani nikapitisha ya vyumba 10 mfano, lakini katika ujenzi wako baadaye ukaona vyumba 10 vya nini, ukafanya modification wewe na fundi mkatengeneza vyumba 20. Umeona? Kumbuka hiyo ramani hautaileta tena wewe, kwa sababu ulishapitisha, utaendelea kuitumia vile vile. Umeona? Kwa hiyo ndio maana ukileta ramani, tukishaipitia ile ramani yako, ukianza jengo kitaratibu, inatakiwa tuje tulitembelee jengo. Je, tulivyokuambia utekeleze unavifanya kwenye jengo lako, au ulileta tu ramani ukaenda ukatumia kitu kingine? Kumbuka mtu anaweza akakuletea ramani nyingine na kaenda akajenga kutumia ramani nyingine. Unaelewa hicho kitu? Pengine kwa mfano kama nilivyotolea mfano hapo awali kwamba mtu kagundua kwamba nyumba yangu vyumba 10, pengine nikipeleka ramani tuzo ya serikali ni milioni 3. Mimi nafikiri kwanza hakuna umuhimu wa kudanganya, si ndio? Ndio. Hakuna umuhimu wa kudanganya, na hatuamini kama watu wengi wanadanganya, sababu hilo nimekujibu kulingana na swali ulilokuwa umeniuliza kwamba ikitokea. Yes, ndio maana nitakwambia yawezekana mtu akaleta ramani hapa akafanya hiki. Kwa hiyo ni muhimu kufanyaje? Kujiridhisha. Kwa hiyo mimi niwaombe tu kwa wananchi wasikilizaji kwamba hakuna umuhimu wa kudanganya. Unatakiwa uende kwenye uhalisia ili uweze kusaidia, kwa sababu changamoto zinapotokea hizo ni hasara za kwako wewe mwenyewe. Wewe ndio utakayepata hasara, si ndio? Lakini kwa mfano sasa, labda ni jengo la serikali, si ndio? Tuchukulie labda mkandarasi, na sidhani kama serikali inafanya hivyo, kwa sababu wakandarasi mara nyingi wanafanyaje? Wanakaguliwa pia. Ramani tumekupa hii, unatakiwa utembee na ramani tuliyofanyaje, tuliyokupa. Upishane na wanaotoka wakimbie nje, wewe humo upitishe meza, kabati, utaweza? Lakini kama milango ipo mingi, unaweza ukaokoa vitu vyako. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.